Mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Amen. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa neno lako. Neno lako ni nguvu, ni uzima. Tusaidie Bwana, tuelewe na maandiko. Amen. Tukae katika uwepo wa Bwana. Ndugu zangu wapendwa, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, lakini pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote katika siku hii muhimu, siku yenye matendo haya katika mtaa wetu wa Kiruani, kwamba tumewapokea wenzetu watatu kundini, lakini pia tutabatiza na baadaye tutakutana na Yesu katika mkate na katika mvinyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo tunaongozwa na kichwa kinachosema Yesu ni mlango wa kuingia mbinguni. Yesu ni mlango wa kuingia mbinguni. Tunapozungumza habari ya mlango, tunafahamu mlango kama mlango. Leo wote tumeingia kupitia mlango huu. Na tulipoingia katika ibada, lengo letu ni ili tuingie tutulie na Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Yaani mlango kazi yake ni kuruhusu wanaoingia na wanaotoka. Lakini katika somo la leo, Mwokozi wetu Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake. Katika Mathayo 7 mstari wa 21 na mpaka wa 23, anawaambia kwamba si kila atakayeniambia Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kuingia katika ufalme wa mbinguni kunahitaji moyo, kunahitaji kujikana, kunahitaji kujiweka tayari.